Mimi ni katibu wa wanaukoo wa koo mbili, ukoo wa Leo Kadawi na ukoo wa Monica Luli Mtumai. Kwa majina naitwa Pasco Henry Thomas. Ni mimi niliambatana na wanufaika waliokuwa wakizuiliwa na Baraza la Ardhi kuitumia mali walizogawiwa na mahakama. Tuliweza kufika kwa waziri mkuu alipokuwa akitembelea mkoa wa Tarime, na waziri mkuu aliweza kuamrisha waziri wa ardhi aweze kutusikiliza kero zetu, na kweli wameweza kutusikiliza na kero yetu imeisha na kesi hiyo imefutwa kwenye Baraza la Ardhi na mpaka sasa tuko huru. Kwa mantiki hiyo, tunashukuru sana ofisi ya waziri mkuu kwa kuweza kutupa ushirikiano huu, lakini pia tunashukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kuweza kutushika mkono mpaka leo hii wanufaika wanaendelea na mali zao, bila kuisahau ofisi ya mkuu wa wilaya Misungwi, na wenyewe wameweza kutupa ushirikiano kwa nguvu mpaka leo tunaendelea. Na mwisho ni shukuru tu ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Chole, kiukweli aliweza kutupa ushirikiano wa kutosha kutetea wanufaika kutokuonewa. Basi kwa mantikio tunatoa shukrani sana na Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Leonard Petro Luciano Kadawi. Mimi tulienda mpaka huko Tarime na tukaonana na waheshimiwa hao, tukaongea nao, wametusaidia sana, na umshukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na waziri mkuu na katibu wa waziri mkuu, lakini pia bila kumsahau Mama Samia namshukuru sana. Kwa majina naitwa ndugu Joseph Boniface Kayanda, ambaye nilikuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu Mariana Lea baada ya kupendekezwa na ndugu iliweze kwenda kusimamia mirathi. Lasi amechangia pakubwa kutusaidia ili maonevu na uchonganishi uishe. Kwa tunamshukuru sana kwa kazi aliyofanya pamoja na dasi na mkuu wa wilaya ya Misungwi. Wameshirikiana na hao wenzetu ambao walikuwa wakionewa. Wameonewa vya kutosha, lakini hawa wilaya na mkoa na waziri mkuu na waziri wa ardhi wamesimama pamoja na wanufaika hawa kwa maonevu hayo na maumivu hao. Kwa hiyo mimi binafsi ninawashukuru sana kwa sababu wametekeleza haki za wanaoonewa, na tunawaombea sana wazidi kufanya kazi hii vizuri, kwa sababu haki nyingi zinapokonywa. Kwa majina naitwa Pius Damazi Muhana, ni mzaliwa wa kijiji cha Ngudama, wilaya ya Misungwi, mkoa wa Mwanza. Mimi ni Mtanzania. Kitu kikubwa kabisa, mimi kwanza nawashukuru kabisa wanaukoo, wamevumilia. Tumeendesha kesi kwa mvutano, pamoja na kwa mvutano, ila wamekuwa wavumilivu. Ninachowaomba tu wanaukoo wawe wavumilivu, mali tumeipata, kwa maana tumeipata iwe ina matumizi bora ili unufaike zaidi. Isije ikawa kwamba rafu utatumia ambavyo isivyo. Kitu kikubwa tunaomba ushirikiano. Kwa maana hiyo basi, sisi kwa kweli kesi imekaa karibu miaka mitatu. Ilikuwa inapaswa kwamba au mwaka mmoja iwe imeshaisha, kwa sababu hii ni mali yetu sisi kabisa. Basi kitu kikubwa basi ninachowaomba jamani, kuna mali yetu nyingine ambayo iko mjini Mwanza, na yenyewe hiyo kuna nyumba kule, kuna viwanja kule, lakini na wenyewe tulitamani na yenyewe tungeendesha moja kwa moja, lakini sasa labda wanaomiliki ni hao wakina Madoshi Makene. Basi naomba kwa furaha kubwa siku ya leo, hao wote tuliokaa nao hapa wote ni wanufaika, na waomba jamani, kipindi cha dakika hii tuwe na amani kabisa, kwa sababu sisi tunajua kwamba kesi hii imeisha kwa usalama kabisa. Sisi hatuna majanga na mtu. Kwa jina mimi naitwa Specioza Masota. Kweli naishukuru sana serikali kwa namna walivyotusaidia, na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza tunaishukuru, ofisi ya mkoa wa Misungwi tunaishukuru kwa kututetea sisi wanufaika mpaka tumeipata mali yetu, na mtendaji wa kata hii tunamshukuru sana. Mungu amsaidie azidi kudumu
ila serikali itutetee tena, bado tumedhulumiwa nyumba zetu za Kirumba.